Kama ningelijua hili mapema, ningekuwa mbali sana. Jambo la kwanza, kutegemea marafiki kwenye biashara. Kipindi naanza biashara nilitegemea nikianza kufanya social media marketing, nikaanza kuposti, marafiki zangu wote ambao nilikuwa nao ndio watakuwa watu wangu wa kwanza, kwa sababu wananijua vizuri namna gani naweza kufanya mambo vizuri, kwa sababu wamekaa na mimi, tumekuwa pamoja, lakini pia ni marafiki zangu, ni familia yangu, rafiki yangu. Kama unataka kubaki na kustaki hapo kwa muda mrefu, tegemea marafiki zako, especially marafiki zako wale wa status, wale watu wako wa kwanza kukushare hapo. Wewe mwanangu sana. No, hutapata wateja, wala biashara yako itakuwa. Pili, strangers, watu usiowajua ndio wateja. Yaani ndio watu watakao kukupa pesa wewe kufuata huduma unayotaka pako. Jambo la pili ambalo ningelijua mapema ni kukosa positioning. Kukosa positioning ni kwamba hujui wewe ni nani, unafanya nini, kwa ajili ya nani, kwa lengo lipi. Nikupe mfano. Mimi ni Michael kutoka Michael Business Hub. Nipo hapa kuwasaidia wafanyabiashara kuweza kuanza biashara zao. Moja. Pili, kusajili biashara zao. Tatu, kufanya marketing na branding za biashara zao. Nne, kutengeneza system za kuendesha biashara zao. Cha tatu, nipo hapa watu nao walenga wakuu. Moja, wafanya biashara. Pili, watu wanaotarajia kuanza kufanya biashara. Tu, watu wengine wote ambao sio wafanya biashara au sio wanaotarajia kufanya biashara, sio watu wangu. Kitendo cha kurukia kila mtu nakosa radha. Hii ndo position yangu. Kwa hiyo personal brand yangu mimi nitaijenga kwenye hii engo niliyojua. So hapa ndo tutakuja kutengeneza kitu kinaitwa personal brand. Personal brand ni watu kufahamu wewe umejiposition kama nani na kwa nini na wapi. Ukishajua ni brand gani unaijenga, haya mengine yote niliyotaja yanatakiwa yaambatane kwenye kitu chako unacholenga. Jambo la tatu ambalo ningelijua mapema, ningekuwa mbali, ni kutokukosa system ya uendeshaji. System tunamaanisha nini? Kwa unaanza kila kitu unafanya wewe. Kwa mfano kama mimi nahakikisha nafanya marketing mwenyewe, nafanya sales mwenyewe, naenda kutengeneza makampuni, mabiashara, makorokoro mwenyewe. Kila kitu mimi. Nikiamini hapo ndo nafanya biashara kwa kujituma. Mwisho wa siku unajikuta umetumia nguvu kubwa, umechoka. Kuna kitu inaitwa burnout. Burnout is real. Utachoka. Pili, burnout inatokana na unatumia nguvu kubwa, huoni matokeo unayoyataka, na unafanya kila kitu kinachotakiwa kufanyika na bado upate matokeo unayoyataka. Kuna kuchoka. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kutengeneza system ya kuhakikisha haya mambo yote yanafanyika bila kukuchosha wewe, na yanaweza kujiendesha bila wewe kuwepo. Ukiweza kuhakikisha haya mambo yote yanajiendesha bila wewe kuwepo, hapo ndipo unakuwa umetengeneza system za kuoperate kwenye biashara yako. Kama wewe upo kwenye position ambayo nimeelezea hapa na unataka kujifunza kwa kina sasa, uachane na haya niliyoeleza fingerprint, nimeandaa course maalum ambayo itakufundisha namna gani ya kuweza kupata total stranger, kusupport na kuwa wateja wako. Moja. Pili, namna gani ya kujiposition sokoni. Tatu, namna gani ya kutengeneza system ya biashara yako. Comment neno course hapo chini, nitakutumia hii course hii moja kwa moja DM kwako, na utaanza kujifunza na utaelewa kumbe hii ni hii. Na kama unaona content hii uko nje ya Instagram, tumia namba iliyopo kwenye caption, tuma WhatsApp neno course, then nitakusaidia kupata course yako moja kwa moja.